Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, napenda kuchukua fursa hii kwanza kabla ya kuanza kipindi kuwakumbusha Waislamu kwamba sasa tumeingia kwenye 10 la mwisho, yani 10 ambalo limeambiwa kwamba ni 10 la juhudi. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwanza akijitahidi katika mwezi wa Ramadhani, jambo ambalo alikuwa hajitahidi katika miezi mingine kulinganisha na mwezi wa Ramadhani. Alikuwa akifanya juhudi kubwa ya ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia alikuwa ikifika 10 la mwisho basi hufanya juhudi zaidi kuliko siku nyingine zile ambazo alianza nazo mwezi wa Ramadhani. Bali ilifikia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiingia 10 la mwisho basi uhama nyumbani, akawa anaishi msikitini. Hasa kazi yake kubwa ilikuwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha swala, kukithirisha nyiradi mbalimbali ambazo zimethibiti. Na hisitoshe tu, bali aliwaamsha mpaka na wake zake wakawa nao wanajumuika naye katika ibada ndani ya msikiti. Na kama mnavyojua, katika jumla ya ibada hasa za mwezi mtukufu wa Ramadhani 10 la mwisho ni ibada ya kutafuta usiku wa heshima au usiku wa cheo ambao unaitwa Lailatul Qadr. Kwa hakika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yake imeonekana kama ameuficha kuutambulisha ni siku gani katika siku 10 hizi za mwisho basi ndio hupatikana huu usiku wa heshima au usiku wa cheo, ambapo matendo yanayofanyika mema katika siku hiyo au usiku huo yanashinda matendo ya miezi 1000. Kuonyesha kwamba ni muhimu sana kuutafuta usiku huu kwa ajili ya kukithirisha ibada katika usiku huu, ili mtu achume kheri ambazo za miaka 83 takriban na shay. Si jambo dogo. Halafu vile vile katika khairati za siku hizi ambazo ni 10 ni kwamba hii Lailatul Qadri wanavyosema wanachuoni kwa mujibu wa mapokezi inapatikana katika siku chanya. Kwa mfano tarehe 21, tarehe 23, tarehe 25, tarehe 27. Ndio. Unaona pamoja na kwamba kuna riwaya ambazo zimeashiria kwa kasi kwamba usiku huu unaweza ukawa ni tarehe 27 ya mwezi wa Ramadhani. Ndio. Lakini iliyokuwa bora ni kutafuta hasa katika masiku haya. Na ni kwamba ndani ya siku hii ambayo ni ya siku ya heshima hii au usiku wa heshima, kuna swala maalum ambayo inaitwa Qiyamu Lailatul Qadri. Kwa maana ni hiki kisimamo cha usiku cha siku zote, lakini kikifanywa katika siku hii basi nacho inakuwa ni sababu ya kusamehewa mtu madhambi yaliyopita. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayesimama yani kuswali katika usiku huu wa Lailatul Qadri, usiku wa heshima, usiku wa cheo, basi atasamehewa madhambi yake yote yaliyopita. Hii kuonyesha kwamba endapo mtu amezembea katika ibada katika siku zisizokuwa hizi za 10 la mwisho, basi ana fursa nayo nyingine ya mwisho ya kusamehewa madhambi yake. Kwa hiyo kuna fursa ya kusamehewa na fursa ya kulipwa kwa matendo mema ambayo yanafanyika katika usiku huu. Na usiku huu watu wasifikirie, ambapo ndio watu wengi wanadhania kwamba usiku huu upatikana kwa swala tu. Kila tendo jema analolifanya mja katika siku hiyo basi kuna kheri nyingi sana. Kuna mwanamama aliuliza, sasa mimi kama niko siku ya nimepatwa na siku zangu, siku za hedhi, nitapata vipi wakati mimi sina tahara? Au mwingine asema mimi bahati siku hiyo swala ya Isha nikapigwa na usingizi kwa uchovu kuja tamaki alfajiri. Sasa nitapata wapi shekhe hii siku hii? Tunamwambia kwamba wewe kupatwa na hedhi hakuja kuzuia wewe kufanya ibada nyingine. Katika ibada ambazo unaruhusiwa kuzifanya ni kufanya dhikri kwa ujumla. Bali katika dhikri kusoma na Qur'an. Ndio. Kauli ambayo yenye nguvu ni kwamba mwanamke aliingia kwenye hedhi anaweza akasoma na kuushika msahafu.
Kwa hiyo hii ni mojawapo ya ibada na dhikri kwa ujumla. Bali sio dhikri tu. Ndio. Twasema matendo yote ya ibada, katika hayo mfano sadaka. Sahihi. Ni kheri iliyoje ukatoa sadaka usiku huu. Mwanadamu anao uwezo wa kutoa sadaka siku hiyo. Sahihi. Unaona? Ni kheri juu ya kheri. Kwa hiyo mtu asivunjike nguvu kuona kwamba sasa mimi nimepatwa na hedhi mwanamke nitapata wapi. Halafu isitoshe watu wengi hawaelewi, wanafikiria kwamba Lailatul Qadri ni inapatikana usiku wa manane, tena kwa kuangalia juu kuna jinyota kubwa linajitokeza hivi ghafla hivi. Ndio. Tena wanajenga uongo, wanaambizana eti ukiliona lile jinyota basi ukiomba chochote utapata. Ndio. Sijui ameyapata wapi mafunzo haya. Haya mafunzo si sahihi. Lailatul Qadri sio nyota, bali Laila maana yake ni usiku. Sahihi. Sasa vipi utaambatanisha nyota na usiku? Kweli usiku watokea nyota, lakini sio nyota moja. Usiku ni maana yanayofanyika katika usiku huu. Kwa hiyo wale ambao mfano amewahi kuswali swala ya magharibi na isha, kama ikiwa amekusudia kuupata usiku wa Lailatul Qadri, Lailatul Qadri kwa mafuhumu ya wanachuoni inaanza mara baada ya magharibi. Sahihi. Si kwamba eti lazima ungojee saa 8 za usiku 9 ndio upate. Ndio maana utakuta wale wanaoswali nyuma ya imamu akawa akahafifisha, mfano swala ya tarawih kaiswali mwanzo wa usiku, ndio pengine imeisha saa 4. Kwa mujibu wa hadithi, man qama mal imam hatta yansarif, atakayesimama pamoja na imamu mpaka akamaliza swala, basi kutiba lahu qiyamu layla, ataandikiwa kana kwamba amesimama usiku kucha. Kwa hiyo asikate tamaa mtu, hata kama ikiwa aliswali na imamu saa 4 akaenda kalala akisubiri alfajiri, amepata fadhila za Lailatul Qadri. Bali yule ambaye ataendelea kukesha kufanya mambo mengine ya kheri, bila shaka atapata mengi zaidi. Lakini hilo linaweza likamtosheleza kuwa yeye amefikiwa na usiku ule au fadhila za usiku wa Lailatul Qadri.